Mwambie kwamba shetani alikuja kwa ajili yako. Alishuka kwa hasira kwa ajili yako. Maana aliposhuka pale alisema sawa, mmenifukuza mbinguni, sasa ninyi tawaleni mbinguni, halafu mimi nakwenda kutawala wao duniani. Kwa alishuka kwa ajili yako. Hatukuumbwa tuteseke. Hatukuumbwa tuugue magonjwa yasiyokuwa na sababu. Tumeumbwa tuneemeke mbele za Mungu. Mungu hakutuumba, alivyomuumba mwanadamu wa kwanza, hakumterekeza au hakumpeleka milimani. Alimpeleka kwenye nini? Bustani ya nini? Ya Edeni. Hebu rudia, bustani ya Edeni. Yaani ukitamka hilo neno tu unasikia kufarijika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shetani alivyoshushwa kuja ulimwenguni, alikasirika, maana yeye alikuwa hana nini? Hana makazi. Sasa akamwonea wivu mwanadamu, kwa sababu shetani alivyoshushwa hakuwekewa makao atakayoyafikia. Yeye alitupwa tu. Mimi uwaga naingia katika ulimwengu wa roho. Unajua kuna wakati neema ya Mungu inakutembelea, unaingia katika ulimwengu wa roho. Sasa ukianza kutafakari na kufikiria Mungu akikupeleka wakati ule shetani ameshushwa, mimi huwa nafikiria, je, pale alipodondokea palibaki kishimo cha kiasi gani? Hebu fikiria uzito wote wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo shetani alifanya mbinu za kutaka kuitawala dunia kwa kupitia mwanadamu. Haleluya. Sio somo letu leo, lakini nimepewa tu niongee. Ni Roho Mtakatifu tu ndiye anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani amechukua sehemu kubwa ya baraka zetu. Amenyang'anya sehemu kubwa ya maono ya mwanadamu. Amenyang'anya sehemu kubwa ya baraka za mwanadamu. Mpaka amejaribu hata kuingia kwenye upande wa akili. Amechukua akili, tena amechukua asilimia nyingi kuliko ulizobaki nazo. Kwa sababu mara nyingi mwanadamu ni wachache sana wanaofikiria mbele. Sijui kama naongea na watu wanaonielewa. Kwa shetani amejibinafsisha sehemu yetu kubwa ya kimungu. Maana shetani ana siri, anapajua mbinguni, anapajua uzuri wake. Maana na yeye alikuwa ni mtumishi mbinguni, tena mkubwa. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka, ukamwamini Mungu, ukampokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anajua kwamba huyu kuna kitu anaenda kukipata mbinguni. Bado ana wivu wa kiti chake alichokuwa anakikalia mbinguni. Maana anajua wewe sasa ukishinda mambo ya ulimwengu huu, unakwenda kutawala na kukaa katika kiti chake alichokuwa kikitumia. Kwa hiyo lazima wana wivu akuzuie na kukuharibia. Haleluya. Haleluya. Namshukuru Mungu. Leo ni siku ya ngapi? Ya tatu. Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Leo tuna siku ya 4 sasa tukihudhuria hapa kwenye nini? Semina. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi, kwa sababu ametuwezesha. Mungu awabariki sana. Hongereni sana. Tumekuwa na masomo tofauti toka tulivyoanza semina yetu. Tulianza na somo moja linalosema kwamba Mungu wa mbinguni anaenda kufanya kitu kipya katika maisha yako. Hilo ndio somo letu la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao Mungu ameshaanza kuwafanyia kitu kipya katika maisha yao? Wanyoshe mikono juu. Jamani, basi tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Mungu awabariki sana, na bado anatenda na zaidi ya kutenda. Somo la pili, tulijifunza somo linalosema kwamba Mungu atayakomesha mateso yote na maumivu unayoyapitia. Usipoteze tumaini kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi ambao wameanza kuona kuwa Mungu yupo kazini kwa ajili ya kukomesha mateso walionayo? Wanyoshe mikono hivi. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Jana siku ya 3 ya semina tulikuwa na somo linalosema kwamba sadaka ya gharama katika mlima Moria penye kiwanja cha kupulia cha Arauna Myebusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulijifunza kwamba kuna wakati mwingine Mungu hawezi akajibu maombi yako kabla hujatoa gharama kwa ile dhambi uliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi waliokuwepo jana? Mungu awabariki. Na wangapi wamebarikiwa na somo la jana? Basi tumshangilie tena Mungu wetu kwa makofi. Mungu awabariki sana. Leo tunazidi kujifunza, maana tupo hapa kwa ajili ya kujifunza. Haleluya, haleluya. Mungu ametuandalia mambo mazuri, na Mungu anatujua. Haleluya, amina. Mpe mkono jirani yako, mwambie kwamba Mungu anakujua. Mwambie vyovyote vile ulivyo, Mungu anakujua. Sasa nikwambie, ni afadhali Mungu akujue kuliko mwanadamu akujue, kwa sababu mwanadamu akikujua atakupangia mesheni, atakupangia mipango. Haleluya. Mwanadamu akijua siri yako ataanza kutaka kujua hata ya sirini mwako, hata ya chumbani mwako. Wewe uangalie tu, siku moja una chumba kimoja na sebule, alafu mkaribishe mtu hata kama rafiki yako, alafu ingia chumbani, alafu kiingia chumbani, fanya mlango acha umefungua kidogo, alafu pita, ingia chumbani, utaona na kuja. Sasa kule wewe unaangalia nini bwana? Bwana hayakuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo tabia ya nini? Ya mwanadamu, na hako ni tabia ya shetani, kwa sababu shetani ndiyo mwenye wivu. Anataka aangalie ni kitu gani atakachokiona. Je, unalala chini? Je, una godoro au unalala kwenye kauketi? Na akiona ole wako aone tu, utaipata mitaani. Hiyo sio tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni ya hekima. Tabia ya Mungu ni ya upendo. Mtu akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akiwa umeacha umefungua mlango, atakuja kinyume, atavuta mlango ili asione vilivyoko ndani, maana amejaa Roho Mtakatifu. Lakini wengine wana macho yanamulika zaidi ya tochi. Eti mtu ameacha simu yake hapo mezani, amefanya mambo yake, ameiacha mezani, ameenda nje, message imeingia, kaka wewe uliyopo hapo unakimbilia simu kwenda kuangalia message yake. Inakuhusu nini kama sio umbea?
mahala tujiheshimu. Mtu anaandika meseji, wewe umesimama juu kwenye gari, yeye amekaa, jicho umetoa kwa ajili ya kusoma kila anachokiandika. Yanakuhusu nini? Tabia ya kishetani, tabia ya wivu. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako kwamba pokea meseji hiyo katika jina la Yesu. Basi tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Hayo ni mazungumzo baada ya habari ya leo. Tunaenda kwenye somo. Mwambie jirani yako kwamba mtumishi anakupenda sana, ila Yesu yeye amekupenda zaidi. Maana yeye ndiye ameweza kutoa uhai wake kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani kati yenu ambaye anaweza kutoa uhai kwa ajili yake? Mzee wa kanisa, wewe mke wako yuko hapa? Hebu njoni hapa. Na mke wako njoo. Jamani, simwapigie makofi na vigeregere. Amina, amina. Sikiliza niwaambie, hata msipowaambia kama wamependeza, mbingu itataja kuwa wamependeza. Hawa watu ni mke na mume. Hapo mke mwema hutoka kwa nani? Na mume mwema hutoka kwa nani? Hawa watu wameoana kabisa na wanapendana sana. Sasa kwa mfano, mzee wa kanisa amepata tatizo, ameenda huko, amemsukuma mtu, amedondoka, amekufa hapa, amekimbia, amekimbilia ndani. Amina, amina. Naomba Roho Mtakatifu awafundishe katika somo hili. Yaani amemsukuma, amekufa yule mtu kule kijiweni, hapo amekimbilia ndani kwa mke wake, nyumbani kwake. Sasa amefika mule ndani, mke wake bado hajamuuliza ajue tatizo, wamekuja askari kumkamata. Hodi, karibu. Mume wako yuko wapi? Yupo ndani. Yupo ndani, ndiyo. Sawa, aje. Mume wako amemuua mtu, lakini wewe unampenda, ni mume wako. Je, uko tayari kwenda kufungwa miaka 25 kwa nafasi ya mume wako, ili mume wako baki anafanya maendeleo nyumbani? Haya, majibu yapo hapa, tuje. Ni kweli nitafanya hivyo. Fanya hivyo. Wewe ni mwongo wewe. Haleluya, tumpigie mama makofi na vigeregere kwa Bwana. Warudi wakakae. Huyu mama ni jembe. Amesema Bwana niseme uongo kuliko nikosee mume wangu. Jamani, tumpigie makofi huyu mama. Jembe na mama kweli, Mungu abariki sana. Neno la Mungu linasema kwamba kila mtu ataubeba mzigo wake. Hakuna atakayebeba mizigo ya mwenzake. Kwa unapofanya dhambi, usifanye dhambi kwa kutegemea kwamba baba yako atasimama kwenye nafasi yako. Hapana, utaubeba mzigo wako. Haleluya. Ni neema ya Mungu tumepewa.
Nampenda Mungu sana. Tunaenda sasa kuingia katika somo letu la siku ya ngapi? Ndiyo, somo letu linasema hivi: inuka, acha kulia, Mungu ameyaona machozi yako. Simama, tusonge mbele, safari inaendelea. Inuka, acha kulia, Mungu ameyaona machozi yako. Simama, tusonge mbele, safari inaendelea. Hebu mwambie jirani yako kwamba safari inaendelea katika jina la Yesu. Pamoja na kuwa kuna vikwazo njiani, pamoja na kuwa unaumwa, kuna magonjwa, lakini safari inafanyaje? Safari inaendelea. Pamoja na kuwa kuna ugomvi kanisani, lakini safari inafanyaje? Inaendelea. Pamoja na kuwa biashara yako haisongi mbele, lakini safari inafanyaje? Inaendelea. Kutokusonga mbele kwa biashara yako hakusababishi safari kusimama, bali safari inafanyaje? Inaendelea. Haleluya, haleluya. Basi jitie nguvu, acha kulia. Machozi yako Mungu ameyaona. Haleluya. Maumivu yako Mungu ameyaona. Mungu anakujua hadi sirini mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari unachechemea, tayari huna nguvu tena, umerudi nyuma kwa sababu ya mateso yaliyoko mbele yako, lakini Mungu ameyasikia machozi yako na amesema inuka, usonge mbele, safari inaendelea. Pamoja na kuwa wamekusema sana, pamoja na kuwa bosi wako wa kazi amekufukuza, inuka uendelee, safari inafanyaje? Inaendelea. Pamoja na kuwa marafiki wanakuteta, sasa hivi wanakudharau, hawataki hata uhudhurie vikao vyao, lakini Mungu amesema hivi katika jioni ya leo, inuka usonge mbele, kwa sababu safari inaendelea. Biashara yako imekufa muda mrefu na ulikuwa umeshakata tamaa. Haleluya. Machozi ya biashara yako Mungu ameyapokea. Haleluya. Acha kukata tamaa, acha kukaa nyumbani, simama, inuka, nenda katafute, safari inaendelea katika jina la Yesu. Wangapi wamenielewa somo la leo? Mungu awabariki sana. Haleluya. Tunaenda kusoma neno la Mungu. Tunaenda kusoma neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 14 mstari wa 13 tutafika 25. Kitabu cha Kutoka 14. Kutoka 14 sura ya 14 mstari wa 13 hadi 25. Msomaji wangu wa Biblia atusomee. Kutoka sura ya 14 mstari wa 13. Ndiyo. Musa akawaambia watu, msiogope. Simameni tu. Nini simameni tu? Haleluya. Kuna wakati natakiwa usimame tu, usihangaike, usikimbie. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitafute. Kuna wakati unatakiwa wewe uwe usimame tu mahali hapo ulipo. Akawaambia watu kwamba ninyi simameni, msiogope, ninyi simameni tu. Mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Simameni mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Leo Mungu yupo tayari kukufanyia wokovu mpya katika jina la Yesu. Kwa maana hao Wamisri
mliowaona leo, hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Hamtawaona tena. Haya mateso ambayo na siku natembea nayo hutayaona tena. Haya machukizo ambayo watu wamekuchukiza hutayaona tena. Haleluya, haleluya. Magonjwa yanakusumbua muda mrefu hutayaona tena. Watu wamekusengenya muda mrefu hautawaona tena. Haleluya. Waliowasumbua, waliowabebesha mizigo, waliowatumia kiutumwa, hamtawaona tena. Hawatawabebesha mizigo tena, imekwisha. Mateso ambayo umekaa nayo muda mrefu, kuanzia leo hutayaona tena. Ulishaenda hospitali wamekwambia hutopona, sasa utapona katika jina la Yesu, maana Mungu amesema mateso hutayaona tena. Kama hutaweza kuyaona mateso, ni kama maumivu yenyewe hutosikia kitu katika jina la Yesu. Unajua watu wa Mungu inatakiwa tuishi katika imani na pia tuishi katika neno. Mtu Mkristo anayeishi katika neno analelepa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasonga mbele kihuduma. Ndio siri ya kusoma neno la Mungu. Lakini watu tumelipuzia neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanakuja hadi kanisani Biblia wameiacha nyumbani. Hawa anakuja nayo kama boshen, anafika hapa anasoma kidogo, akifika nyumbani chini ya uvungu. Lakini pale wewe umeweka hazina ya Mungu. Mle kulikuwa na msaada wako katika Biblia ile ambayo hutaki kuisoma wewe. Tuendelee. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania ninyi, watu wakizota, halafu nani mtafanyaje? Sio wakati wa kusema wa kufanyaje, sio wakati wa kusema, sio wakati wa kuongea, sio wakati wa kulia, sio wakati wa machozi, wala sio wakati wa kukata tamaa, bali ni wakati wa kufanyaje? Hebu ongeeni sana jamani, ni wakati wa kufanyaje? Ni wakati wa kunyamaza, halafu Mungu asimame mwenyewe kuwapigania. Yawezekana Mungu ameliona kanisa hili kama mumechoka, sasa amesimama kwa ajili ya kuja kuwapigania. Haleluya. Kila kilichowasumbua Mungu anakwenda kukipiga, hakitaonekana tena katika jina la Yesu. Maana amesema kwamba watu wakizota Mungu nyamanze kimya, halafu asimame awapiganie mwenyewe. Haleluya. Hebu mtu mmoja aliyepokea neno hilo mpigie. Kuna wakati wa kunyamaza kimya. Hata mtu akija kukusemesha na nyamaza kimya, maana Mungu ndiye amesema unyamaze. Haleluya. Maana umepambana miaka mingi lakini haikuwezekana. Sasa Mungu ameinuka mwenyewe, amekuja amesema wewe nyamaza, halafu mimi nitakupigania. Umejitibisha sana hospitali, umetoa pesa nyingi sana mpaka umeishiwa. Sasa ni wakati wa kunyamaza. Haleluya. Mungu anakwenda kukutibu mwenyewe. Mungu anakwenda kukuokoa mwenyewe. Mungu anakwenda kukufariji mwenyewe. Mungu anakwenda kukuponya mwenyewe. Mungu anakwenda kukupigania. Shangilia Bwana Yesu kwa Mungu. Watanyamaza kimya, halafu Mungu atasimama. Kuna mambo mengine haitaki useme. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo mengine haitaki ufanyeje? Useme, inatakiwa unyamaze tu. Maana yanapinga nini? Fahamu ya uweza wako. Kuna mwachia Mungu kuliko mkosea, unamwachia halafu anasimama. Amina. Amina. Tuendelee.
Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi Musa, na wakati mimi nilikuwa nakutegemea na nimekupa uwezo wote na mamlaka yote ya kuwakomboa na kuwaongoza wana wa Israeli? Mbona unanililia? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wana wa Israeli walikuwa wamefika sasa katika bahari ile ya Shamu. Basi mbele kuna bahari, halafu nyuma kuna majeshi ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kule kwa Farao wamesharuhusiwa waende, lakini baada ya kuruhusiwa Farao hakuridhika moyo wake, kwa sababu aliona kwamba watumwa wake waliokuwa wanafyatua tofali, waliokuwa wanafanya wana wa Misri wale wameondoka. Walijua kwamba wana wa Israeli wakiondoka Misri watu watakufa na njaa, nchi itapata hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wale wa Israeli ndio waliokuwa wanafanya kazi zote wapi? Pale Misri. Sasa Mungu amemtuma Musa kuwaokoa kwa shida sana. Farao amewaruhusu, lakini pamoja na kuwaruhusu moyo haujakubali. Amewaruhusu, amewasubiria, amefika kama kwenye kilomita 100, amekusanya majeshi ili aende akawaue, wengine warudishi kwa ajili ya vitisho vya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana Israeli wamegeuka nyuma, wakayaona majeshi ya Farao, wakakimbia, wanasonga mbele. Waliposonga mbele wakakuta bahari mbele yao. Kwa hii nyuma kuna vizuizi na mbele kuna kizuizi. Watafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Musa ndiye alikuwa kiongozi wao, ilibidi sasa waanze kumulilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilibidi waanze kumulilia na ilibidi waanze kumshtumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa kiongozi lazima ukubali mashtaka, matokeo yote ambayo yanaweza yakatokea juu yako kwa ajili ya kanisa unaloliongoza. Haleluya. Hapa najua viongozi wapo wengi, wapo wazee wa kanisa. Jamani, mzee wa kanisa ni kiongozi, sio kiongozi? Ni mtumishi, sio mtumishi? Ni mtumishi, kwa sababu mchungaji akitoka na baki na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wamemganda Musa, wamekosa pa kwenda, mbele hawaendi na nyuma hawaendi. Musa wamemsumbua, wamemkosesha amani. Musa akaanza kumulilia Mungu. Sasa ulishaona watoto wakilia kwa sababu ya njaa, hafu na mama analia sasa hana chakula. Sasa wakumsaidia mwenzake ni nani? Maana watoto wanategemea wewe mzazi ndio uwakomboe, uwasaidie, uwape chakula wale. Sasa watoto wanalia, halafu na baba mwenye nyumba analia, nani wakumsaidia mwenzake? Hakuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Musa akamulilia Mungu. Kwa nini Musa alimulilia Mungu? Kwa sababu wakati huo ndipo walipokuwa wametoka Misri, na alikuwa bado hawajawachagua wasaidizi wake wenye kumpa mawazo. Hebu nisemee amina. Sema amina. Jamani, hata mfanyabiashara akifungua duka, ili mambo yake yapate kwenda sawa, lazima atafute mtu wa kumsaidia pale dukani kwake. Takuwa anaenda pale, anafagia, anafungua mapema, anamtumia nenda pale. Sasa Musa hakumweka mtu, hajamweka mtu yoyote wa kuweza kufanyaje, kumsaidia. Kwa hiyo ilibidi amulilie Mungu, kwa sababu aliwaona wote. Hajawapa historia ya Mungu, hajawapa ujumbe vizuri, na hajawaandaa, hana wasaidizi. Unapokuwa kwenye kazi yoyote, huna mtu wa karibu yako wa kukushauri na kukusaidia, kazi yoyote lazima
Mungu. Unapokuwa huna mtu wa kukushauri na ukamsikiliza, na wakati mwingine ukakaa naye yani akawa mtu wa karibu yako akakusaidia, kazi ya Mungu inafanyaje? Inakufa. Kanisa bila maombi inakufa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Musa alishindwa kujua afanyeje. Hakuwa na mtu wa kuweza kumsaidia katika wale watu aliowatoa Misri, lakini Haruni alikuwemo mle. Sasa alikuwa bado hajamteua vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka mambo yako yaende vizuri, hebu tafuta mshauri, hapo mambo yako yatasonga mbele. Lakini mtu asiyekuwa na mshauri anakufa mapema. Bwana Huseni, amina. Unakataa? Takuja uione. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana watu wanatafuta washauri wa ndoa, ili mambo yanapoharibika wafanyaje? Watafuta msaada. Amen, amen. Yani sijui tukatize kidogo hapo. Somo letu tunaendelea, wala hakuna shida. Hebu nitafutie kitabu cha Kutoka 17:8. 17:8. Fasta msomaji wangu. Kitabu cha Kutoka 17:8. Tutarudi kwenye somo letu. Kutoka 17:8. Panasemaje? Wakati huo Wamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Wakati huo Wamaleki wakatokea wakapigana na wana wa Israeli. Musa akamwambia Yoshua. Tuchagulie watu. Watoke upigane na Wamaleki. Watoke waende kupigana na Wamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile cha mlima. Na nitapanda na ile fimbo ya Mungu. Nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Basi Yoshua, kwa sababu wakati huo alikuwa ameshamchagua Yoshua, akafanya vile Musa alivyofanyaje, alivyomwamuru. Akapigana na Amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Hebu rudia hawa watu watatu tuwasikie. Mimi sijawasikia vizuri. Nani wa kwanza? Musa wa kwanza, je? Na Haruni wa pili. Na Huri. Wakapanda juu ya kile kilima. Hakupanda peke yake, pamoja na kuwa yeye ndiye aliyekuwa amepewa fimbo na nani? Na Mungu. Alipanda na nani? Na watu wawili wasaidizi. Sijui hapa mnanielewa. Hebu niombe mtu mmoja naye nielewa vizuri, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Hakupanda peke yake, pamoja na kuwa yeye ndiye aliyechaguliwa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli na kuwarudisha katika nchi yao, lakini hakupanda peke yake. Sawa, amepanda na fimbo ya Mungu, lakini pamoja na kuwa amepanda na fimbo ya Mungu, hakupanda peke yake. Amepanda na nani? Na Haruni na Huri. Kwa nini apande na hao watu wawili? Alijua kwamba ile kazi itakuwa nzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alijua kwamba kupanda nao wale watamsaidia, iwe kwa mawazo au kwa kumnyanyua. Amina, amina. Usipende kuwa kwenye kazi peke yako. Kazi yako itakufa, na ikifa utairudisha tena. Haleluya, haleluya. Taanza kusema mchungaji Ben ametuingizia mambo mengine. Sasa nimepewa hivyo, sio mimi ninayepanga na wala sio mimi ninayehubiri, bali ni Bwana wa majeshi. Yeye ndiye anayejua kwa sababu gani naongea haya mahali. Kama unakaa
kazi yako, unapenda kuwa peke yako, ule peke yako, haya kula, lakini kuna siku yatakushinda, utakosa hata wa kumuomba msaada. Ila nadhani leo umebahatika kwa sababu umepokea message. Hebu pokea message katika jina la Yesu. Twende. Nasema ikawa Musa alipoinua mkono wake. Sasa hapo ndipo mnataka mjue ni kwa nini alipanda nao wale wasaidizi wawili. Kwa nini aliwatafuta washauri wawili? Sikilizeni. Ikawa Musa alipoinua mkono wake. Ikawa Musa alipoinua mikono yake. Israeli walishinda. Israeli walifanyaje? Walishinda kwa sababu walikuwa katika nini? Katika vita. Maana Musa yeye alipanda mlimani kwa ajili ya kuwaombea wale watu, wale wanajeshi, lile jeshi linalopigana vita kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alipokuwa akipandisha mikono hiyo, lile jeshi la Israeli lilikuwa likishinda, lilikuwa likipigana na kushinda. Na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Hebu baba njoo hapa mzee wangu. Hebu tumpigie makofi, tumshangilie Bwana Yesu. Mshangilie baba kwa makofi jamani. Baba huyo. Amependeza, hajapendeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa wenu ni huyo hapo. Hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba vijana watano waje hapa. Pastor. 1, 2, hata wakike wakiwepo, kani nini bwana? Yesu ni wa wote jamani. Mbona watano hawapo? Wamepatikana watatu. Nataka 5, 4, mwingine mmoja. Hebu njoo mama. Hebu tumshangilie huyu mama jamani, anaelewa. Mungu ambariki sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alipanda mlimani. Alipanda na ile fimbo ya Mungu. Akamwambia Haruni na nani? Na Huri wapande naye wapi? Mlimani. Mzee wa kanisa njoo. Hebu mzee wa kanisa pale njoo. Nani? Mwenyekiti akina mama njoo. Hebu wahi basi. Umeshapona tayari. Tumshangilie mama jamani. Haleluya, haleluya. Bariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama hapa. Alipanda na ni watu wawili. Alipanda na nani? Na Huri. Pamoja na nani? Na Haruni. Sasa huku vijana wa jeshi wako wanapiga vita kule. Hebu nendeni mzunguke kanisa, mnapiga vita. Hebu nendeni mpige vita. Halafu baba pandisha mikono. Baba amepandisha mikono hapa. Kule watoto ndio jeshi kule linapiga na kushika. Anapiga na kushika. Maana amepandisha mikono. Halafu Haruni, hebu tuchukue chini. Haruni na Huri wapa wanaomba, wanaombea jeshi linalopiga vita kule jangwani likapate kushinda. Baba yeye ni maombi tu. Baba yeye ni maombi tu. Bwana Yesu. Haleluya. Yes. Endelea kuomba. Ninyi mpo kwa ajili ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana baba amepanda nao mlimani. Yeye mnaona nipande nikiwa hapa, lakini nimeanza kufika hapa. Mtalielewa somo. Haleluya. Hebu tusome Ikawaji. Nasema lakini mikono ya Musa. Tarudia mstari wa 11. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda. Ikawa Musa alipoinua mikono yake, Israeli walishinda. Na aliposhusha mkono
aliposhusha mikono yake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi akatwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haleluya! Basi Haruni akainuka, akachukua jiwe hapa, akachukua jiwe. Chukua jiwe basi, elewa somo. Amina. Halafu wakamwekea, akalikalia. Musa akakaa. Hebu kaa hapa, kaa, maana umechoka, mikono yako imekuwa mizito, umeinua muda mrefu, sasa umechoka. Ninyi ni maombi, umeshachukua jiwe, sasa baba yeye anaendelea kuinua mikono, lakini umeshachoka na yeye amechoka. Lakini wale aliowapeleka wao ndio walikwenda kuchukua nini? Jiwe. Kama wasingelikuwepo, yawezekana mtangedondoka pale. Hiyo ndiyo hasara ya kutaka kufanya kazi peke yako bila kuwa na washauri. Haleluya! Hebu tuendelee na somo. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake. Haleluya! mwaminifu kwetu na anafanya kila jambo kwa wakati wake. Hebu msalimie mwenzako,
Mwambie elewa somo hilo. Mwambie hili somo limekuja kwa ajili yako. Hili somo limekuja kwa ukombozi wako. Mshangilie Bwana Yesu. Turudi kwenye somo letu Kutoka 14:13. Angalia pale ulipokuwa umefikia. Tuendelee na somo letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hutoa kwa wakati. Turudia mstari wa 15. Ndio. Bwana akamwambia Musa, Mbona unanililia mimi? Mbona unanililia mimi na wakati nilikuwa nategemea wewe ndiye utakayewasaidia? Maana nimekupa vyote. Sasa tawasaidiaje hana ushauri? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waambie wana wa Israeli wafanyeje? Waendelee mbele. Somo letu linasemeje? Tusonge. Inuka, acha kulia. Bwana ameyajua machozi yako. Inuka, tusonge. Tusonge mbele. Akawaambia inuka, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waache kukaa. Sio wakati wa kukaa, ni wakati wa kutumika. Ni wakati wa kupanga mpango mpya ili kanisa la Mungu lisonge mbele katika jina la Yesu. Sio wakati wa kusambaa kwenye makanisa tofauti tofauti. Sio wakati wa kuacha kuomba. Sio wakati wa kuacha kanisa. Ni wakati wa kuinuka na kusonga mbele. Kama umeelewa hili neno ungempigia Bwana Yesu makofi. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nawe inua mikono yako, ukanyoshe mikono yako juu ya bahari na kuigawanya. Maana nimekupa uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye fimbo hakumwambia kwamba Musa waambie wakina Haruni wakusaidia kuinyanyua fimbo. Hapana. Fimbo amepewa Musa, inatakiwa anyanyue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili njia ipatikane, wana wa Israeli wafanyeje? Ina maana anakuja kutengeneza yale yaliyokuwa yameshindikana. Maana amepitia njia nyingi, ameona imeshindikana. Sasa lazima amue kufanya moja ili kanisa la Mungu lisirudi nyuma au lisisambae, ili wasonge kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakuna kitu chenye thamani kama mfanyakazi wa ndani. Kama unatania, usitanie mfanyakazi wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfanyakazi wa ndani ana kila kitu. Maana yeye ndiye anayejua mtungi wako wa maji ya kunywa unapoishi. Yeye ndiye anayepanga, yeye ndiye anayepika chakula. Kwa hiyo ukileta nyonyonyo anakumaliza. Mfanyakazi wa ndani ni mtu wa kumheshimu sana. Wakati ule Hamani ameenda kupigana kule, akamteka mtoto mdogo wa kike, akamletea mke wake kwamba yeye ndiye awe mfanyakazi wake wa ndani. Kilichotokea, uponyaji wa Naamani, amina, ulitokana na yule mfanyakazi wa ndani. Hebu mwambie jirani yako kwamba usimtanie mfanyakazi wa ndani. Ana maisha yako mikononi mwake. Kwa hiyo bila kuwa na msaidizi huwezi chochote. Nasema ndio, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nao wana wa Israeli wakapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu. Mungu anasema nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu. Nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao. Nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao, kwa sababu alishashindikana. Sasa leo atanijua kuwa mimi ni Mungu.
ajili yako, au maadui zako wanaokufuatilia usiku na mchana, wanapokupeleka kwa majina yako kwa wachawi, wanayapeleka majina yako kwa waganga, usiku wa leo watamtambua kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu wa Israeli. Wamekusumbua sana, wamekutesa muda mrefu, wamepanga mipango kwa ajili ya maisha yako, wamepanga mipango kwa ajili ya mume wako, wamepanga mipango kwa ajili ya biashara yako. Usiku wa leo watatambua kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu wa Israeli. Mungu aliyepasua bahari, Wanaisraeli wakapita katika nchi kavu. Leo watatambua. Hebu geukia huku na huku, hebu fanya hivi na hivi, fanya. Leo mtatambua ukuu wa Mungu juu yangu katika jina la Yesu. Hebu nisikilize, fanya hivi. Leo watatambua ukuu wa Mungu juu ya maisha yangu. Makofi na vigeregere kwa Bwana. Walikuwa wamepanga watakuja kukuangia, leo Mungu atawakamata, atawaweka wazi. Walikuwa wamepanga kwamba leo watakuua kwa sumu wataweka, halafu Mungu atawasahaulisha, watakunywa wenyewe kwa jina la Yesu. Walikuwa wamepanga utoke katika kazi yako. Sasa nasema sababu zote zinaharibika katika jina la Yesu, na wewe unasonga mbele, maana Mungu amesema kwamba simama usonga mbele. Mwambie jirani yako kwamba kuanzia leo ni kusonga mbele tu. Mwambie kuanzia leo ni kusonga mbele tu. Kulia kushoto ni kusonga mbele tu. Mbele na nyuma ni kusonga mbele tu. Mashariki, kaskazini, magharibi na kusini ni kusonga mbele tu. Katika familia yangu ni kusonga mbele tu. Katika biashara yangu ni kutoboa na kusonga mbele tu. Watoto wangu walioko nje ni kusonga mbele tu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Pameisha. Twende bali. Nami nitajipatia utukufu kwa lote. Kabisa. Kwa magari yake. Hebu nisamehe hapo kwanza. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na magari yake na majeshi yake, kwa sababu Mungu anasema umekusumbua muda mrefu, umekaa nao miaka zaidi ya 5. Sasa umeshaanza kujiamini kwamba unataka kukuchukua. Sasa leo anainuka na kupiga ugonjwa ndani mwako, atajipatia utukufu. Kuanzia kesho unakuwa mzima, kuanzia leo unafunguliwa, kuanzia leo unapanda, kuanzia leo ni ushindi. Hebu kama unajielewa kabisa somo limekufiti, mpigie makofi matano. Yesu. Watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Wale waliokuwa wanawatumikisha kama wafanyakazi wao wa ndani, wale ambao hawakujua thamani yenu, wale ambao leo, haleluya,
watajua kwamba nimekomboa mtu wangu mmoja katika mikono ya shetani. Watajua kwamba wale waliokuwa wanawatesa, wale waliokuwa wakiwasumbua, wale waliokuwa wakiwaua hovyo hovyo, wale waliokuwa wakiwadharau, wajua kwamba mimi Mungu nimeshuka kwa ajili ya kuwaokoa watu wangu waliokuwa. ni kesho. Mwambie jirani yako kama ni kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie somo. Tengenezea njia kwa kila kitu ulichomuomba katika jina. Ulikuwa umeumia, ulikuwa umekata tamaa, lakini Mungu anajibu kwa wakati wake. Huu ni wakati wa kukujibu, ni wakati wa majibu yako katika jina la Yesu. Usihofu. Musa
bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa mashariki, upepo wa nguvu nyingi, ili njia ya wana wa Israeli iweze kupatikana. Anafanya hivyo ili apate kukuokoa, akupe amani ya moyo wako. Mungu ulikuwa umeshakosa njia. Sasa kuanzia leo Mungu anatengeneza njia ya kupita. Maadui watakutafuta, watakuona, watakusubiria kama utapita barabara ya lami, na wewe unakwenda kupitia baharini. Na hii bahari hii unayoipitia, Mungu ndipo anapokutengenezea njia yako. Mungu anakwenda kukupitisha katikati ya bahari, ili wale waliokusubiri kule barabara ya lami wakujua kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya! Sema ni Bwana wa majeshi ndiye anayetenda makuu na mema. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Tunakwenda kanisa. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu. Ndiyo. Maji yakagawanyika. Ndiyo. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu. Ndiyo. Nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Mungu akubariki sana. Haleluya. Haleluya. Wangapi walikuwa na mashaka kwa mambo wanayoyaona mbele zao, kwa shida wanazoziona, kwa vita walizonazo, waliokuwa na mashaka kwamba hapa sijui kama tutavuka? Wafanye hivi mkono. Sasa nakupa ujumbe katika jioni ya leo. Kuanzia leo unaenda kuvuka katika jina la Yesu Kristo. Maji yatageuka kuta na wewe utapita. Hakuna maji yatakayokugusa. Unavuka kama vile wana wa Israeli walivyovuka katika bahari kama nchi kavu, na maji yakasimama kama kuta. Na wewe matatizo yako kuanzia leo yanakwenda kusimama kama kuta katika jina la Yesu Kristo. Hayatasimama tena, bali yatakwama, na wewe utapita na kushinda. Unakwenda Kanaani, utashinda katika jina la Yesu. Hebu mfanyie hivi jirani yako, mwambie usiwe na shida, Mungu amejibu. Haleluya. Hebu rudia tena, mwambie acha mashaka. Mungu anaongea na wewe katika jioni ya leo. Huu ujumbe unaoongelewa hapa ni wako wako. Mwambie pokea katika jina la Yesu. Acha tumshangilie Bwana Yesu. Na wale wa Misri wakawafuatia. Wana wa Misri kwa sababu ya kiburi. Hebu sema kiburi. Hebu sema kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Sema kuna watu wana kiburi cha uzima kama wana wa Misri. Sasa leo watubu katika jina la Yesu, kwa sababu sivyo wataangamia majini, baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wana wa Misri walipandisha kiburi. Farao akapandisha kiburi, akasema watumwa wangu hawawezi wakaenda. Akashindwa kuelewa kwamba Mungu ana nguvu za kiasi gani. Akashindwa kuelewa kwamba Mungu yeye ndiye aliyemuumba. Akashindwa kuelewa kwamba Mungu ndiye mwenye mamlaka juu ya maisha yake. Akataka kupigana na Mungu. Usipigane na Mungu. Ukipigana na Mungu utakufa. Yaani Mungu haangalii wewe ni mrefu wa kiasi gani. Mungu haangalii wewe ni mnene wa kiasi gani. Mungu hamwangalie beni, hamwangalii beni kwamba anahubiri vizuri watu wanashangilia au wanapokea. Anaangalia kilichomo ndani ya moyo wa beni, kama anafanya yanayompendeza Mungu. Hicho ndicho Mungu anachokiangalia tu. Kuitwa mchungaji haitoshi, kuitwa mwinjilisti haitoshi, kuitwa askofu haitoshi. Lakini je, moyo wako umemnyokea Bwana? Unakwenda sawasawa na mapenzi yake au unatumia akili yako? Sasa akasema leo majeshi ya Farao na wapanda farasi pamoja na mikokoti wataniona, wataniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake. Kwa sababu ya kiburi wakaingia ndani katikati ya bahari.
majeshi na mikokote na nini na farasi wake. Kilichotokea na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri wana wa Israeli walishavuka tayari, wako ng'ambo, wanaangalia video jinsi Farao anavyokuja kwa hasira na kiburi chake. Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu. Bwana akalichungulia jeshi la Misri na farasi za Misri jinsi zinavyoingia katika bahari. Akapitia ile nguzo, akaangalia, akaona wana wa Misri wanaingia majini, wanaingia baharini kwa kiburi kikubwa, kwa hasira. Akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Akalifanyaje? Akaliaibisha jeshi la Misri. Leo, jioni ya leo, Mungu anakwenda kuaibisha maadui zako na watesi wako na magonjwa yako na wanaokupiga vita wote. Mungu anakwenda kuaibisha, hawataonekana tena. Haleluya! Waache waingie tu. Mungu anawamulika kwa darubini yake, anawaona. Mungu anaona adui zako, anawaona wanapanga kitu gani juu ya maisha yako, anawaona wanapanga kitu gani juu ya huduma yako, anawaona wanapanga kitu gani juu ya kanisa lake. Sasa atashusha pigo mpaka atawaaibisha. Hebu tumshangilie Bwana Yesu makofi. Akayaondoa magurudumu ya magari yao, ndiyo, hata yakaenda kwa uzito, ndiyo. Na Wamisri wakasema, ndiyo, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Haleluya! Maana umeombewa, kila ukiomba ukipona wanaenda wanarudisha, kila ukiomba ukipona wanaenda wanarudisha. Sasa leo Mungu amesimama mwenyewe, anakuja kuondoa magurudumu yao wanapokupiga vita, wanapokwenda kukusengenya. Mungu anaona. Sasa leo ataachilia maji, halafu yatawapitia, watakimbia wao wenyewe bila kukimbizwa katika jina la Yesu Kristo. Wakasema na tukimbie mbele ya Wamisri, kwa maana hawakuona ni nani wanapigana naye. Walimjua kwamba kwa wakati huo, waligundua kwamba ni Mungu wa majeshi, waligundua kwamba ni Mungu aliyewatoa katika mikono yao, lakini walikuja kugundua hivyo na huku tayari wanaanza kufukiwa na maji. Wao walipoteketezwa wakapotea. Jeshi la Israeli likashinda kwa kishindo kikubwa, kama utakavyokwenda kushinda katika siku ya leo, katika jioni ya leo, katika shida zako, katika matatizo yako, unakwenda kushinda. Maana Mungu amesema unyamaze, usiongee chochote wala usifanye chochote, maana yuko tayari. Ametoka katika kiti chake cha enzi, amekuja kwa ajili ya kukupigania, anakuja kwa ajili ya kukutibu, anakuja kwa ajili ya kukuokoa, anakuja kwa ajili ya kukuponya, anakuja kwa ajili ya kukukomboa. Ni Mungu wa majeshi. Tusimame. Mwambie jirani yako, ni leo sio kesho. Mwambie Mungu anaanza kufanya leo sio kesho. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Hebu walioelewa somo wamshangilie Bwana Yesu kwa Mungu awabariki sana wana wa Mungu. Haleluya! Umeteseka sana, umeaibishwa sana sana sana, umepigwa vita sana tena sana, lakini leo Mungu amekukumbuka. Leo Mungu ameleta ujumbe kwamba unyamaze,
unaposema sasa, sema hivi: Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu unanipenda. Nakuja mbele zako, natambua pendo lako. Ulikwenda msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na maovu yangu. Naja kwako mimi mtoto wako, naamini kwamba nimekukosea katika maisha yangu, kwa maneno yangu, kwa matendo yangu, hata kwa mawazo yangu. Naomba sasa neema yako unisamehe kwa kukutenda dhambi wewe Mungu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Yesu mwana wa Mungu, ninakupenda Yesu. Naomba neema yako sasa ya kuniwezesha kusimama imara katika safari yangu ya kwenda mbinguni na katika utakatifu. Namkataa shetani na kazi zake zote, nazikataa na kuhitaji Roho Mtakatifu juu ya maisha yangu. Unitie nguvu, uniimarishe, nikatembee katika ushindi mkubwa. Yesu, ulinishindia pale msalabani, ukasema imekwisha. Sasa naomba mkono wako kanitangulie katika safari yangu. Wewe ni Bwana wa vita katika maisha yangu. Asante Yesu kwa neema yako. Asante Yesu kwa Roho wako Mtakatifu. Asante Yesu kwa msamaha wako. Ninakushukuru Bwana Yesu. Nakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa sasa, ambao kwa neema yako Mungu ambao umewapa Mungu, nakusema asante kwa sababu wametambua kwamba wewe ni Mungu wao, unawapenda na unawaza mema siku zote katika maisha yao. Baba, naachilia neema yako juu yake, naachilia Roho wako Mtakatifu akaendelee kuatia nguvu, kumuimarisha katika safari ya kwenda mbinguni. Kila vifungo vibagiza, roho ya kukata tamaa, shindi ndani yake katika jina la Yesu. Achilia ukamuishe, kampe nguvu mpya ya kusonga mbele katika imani katika jina la Yesu. Rabo sharabo. Asante Mungu kwa sababu mtoto wako huyo. Nakushukuru kwa ajili ya neema yako. Nakushukuru kwa ajili ya neema yako iliyokuwa ndani yake. Baba, nahitaji mkono wako ukamsaidie, ukamuimarishe katika safari ya kwenda mbinguni. Kamtie nguvu mpya akasimame imara, maana wewe ndani yake ni mkuu kuliko matatizo anayopitia, kuliko shida anayopitia, kuliko vita anavyopitia. Bwana, msaidie ukamwezeshe katika jina la Yesu. Rikabashaka rabosaka borabosha baba, katika jina la Yesu. Maachilia neema yako Jehova, naachilia neema na baraka zako Bwana, ukamtie nguvu, ukamsimamishe imara katika safari ya kwenda mbinguni. Akuone Mungu katika maisha yake, uone mkono wako ukimtangulia juu ya maadui zake walio pande zote. Bwana, ukapigania na kumshindia katika jina la Yesu. Ikataka rikabasakarabo. Baba, nakutukuza Mungu Jehova, na kuinua wewe Mungu unayeweza, na kuinua wewe mfalme wa amani, na kuinua wewe Mungu wa majeshi mwenye nguvu. Mungu, msaidie mtumishi wako huyu Baba, mapito anapitia, vita vinavyozunguka, adui wanamzunguka. Bwana, ukamvushe katika safari yake. Akuone Mungu unasimama kwenye nguzo ya moto ukiwachungulia maadui. Leo ukawachungulia maadui ya mtumishi wako huyo, ukamvushe na kupitisha katika utukufu wa jina lako Yesu. Amen. Asante Mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, na kutukuza na kuinua Jehova, kwa maana wewe unaweza, kwa maana unatenda matendo makuu. Bwana Mungu wa upendo, Mungu wa rehema, Mungu wa milele, utukuzwe Mtakatifu, utukuzwe Mungu Mwokozi. Mweka mtoto wako mikononi mwako katika jina la Yesu. Ukaraboshika.
Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ninakataa, ninavunja, ninaharibu kila madhabahu za giza. Ninakamata kila ngome zao zote. Ninakamata mapando yao, ninakamata ngome zao. Haya mwachie, haya mwachie, haya mwachie. Huko mliko mkamata mwachie, huko mliko mkamata mwachie, huko mliko mkamata mwachie, huko mliko mkamata mwachie, huko mliko mkamata mwachie. Hayo mateso ninakamata, ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kila ngome zenu, ninaharibu hizo madhabahu zenu. Haya moto, moto, moto. Fire kwa jina la Yesu. 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 Roho zote za giza, roho hilo giza linachia, hilo giza linachia. Anaachiwa leo, anaachiwa, 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 anatoka kwa anatoka, anatoka kwa anatoka, anachomoka kwa jina la Yesu. Anachomoka kwa, anachomoka kwa, chomoka kwa jina la Yesu Kristo. Aberi, anaitwa Aberi kwa jina la Yesu Kristo. Haya, tunakuita Aberi. Mahali popote ulipokamatwa Aberi, huko ulikokamatwa kwenye mashimo, kwenye magereza, ulikokamatwa kwenye mashimo, kwenye magereza, haya mwachie kwa jina la Yesu Kristo. Ewe giza una mamlaka, ewe giza una mamlaka, roho za giza una mamlaka, shetani una mamlaka, roho za Illuminati na Illuminati una mamlaka. Hamwezi kumchukua kijana, hamwezi kumchukua kijana. Namwachia kwa jina la Yesu. Namwachia Aberi 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 kwa jina la Yesu. Namwachia katika jina la Yesu. Ninakuita kwa sasa, toka huko kwenye mashimo, kwenye magereza, kwenye mapango, kwenye makaburi, yatoka huko kufukia. Haya, toka huko, toka, 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 toka. Fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Chomoka huko kwenye makaburi, chomoka huko. Hutakufa kabla wakati wako. Utaishi ukiyasimulia matendo makuu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante tunakuamini. Yesu, asante tunakutukuza. Kwa jina la Yesu Kristo tunakutenganisha na kila roho za giza, tunakutenganisha kwa jina la Yesu Kristo. Ardhi wake moto, ardhi wake moto, anga wake moto. Ninakuchomoa kwenye anga la 6, kwenye anga la 7, ninakuchomoa anga la 6, ninakuchomoa anga la 5, ninakuchomoa anga la 4, ninakuchomoa anga la 3, ninakuchomoa anga la 2, ninakuchomoa Aberi anga la kwanza, ninakuchomoa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuchomoa huko kwenye magereza. Haya, chomoka kwa jina la Yesu Kristo. Hawataweza kukatisha maisha yako. Utasonga mbele kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwenye shida mbalimbali tunapomaliza, karibu kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti. Asante Roho wa Bwana, asante kiongozi mwema, asante mwalimu mwema, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa sababu. Amina. Pata hewa. Haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu kama. Haleluya. Amina. Jamani, naomba kanisa tukae. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mpelekeni kule ofisini. Mpelekeni ofisini. Mumwache alale kidogo, awepo mtu mmoja kule wa kumwangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine Mungu anapoleta neno na anatimiza. Somo la kwanza, Mungu alisema kwamba anakwenda kufanya kitu kipya katika maisha yetu. Sasa Mungu ameanza kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado hatujafanya maombezi hapa. Hao walikuwa ni wakuja tu hapa kuongozwa sala ya toba. Lakini kuna kitu ambacho Mungu amenifunulia usiku, kinachofanana na somo la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nikikinyamazia mambo yanaweza yakaharibika. Mungu anapoleta neno anakuwa na makusudi kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitie mzee wa kanisa. Wazee wa kanisa huko. Kuna yule mzee wa kanisa mwingine.
kuna mambo nimefunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmekiona kitu kilichotokea hapa? Huyu kijana, huyu mgonjwa amedondoka, lakini kwa sababu wapo watu ambao hawajui kazi wanayostahili kufanya, amedondoka. Amedondokea nini? Uso. Ina maana kama angepasuka hapa, tungeanza kufukua na nini na kwenda kumhudumia, kumpeleka, hasara za kwenda kumpeleka hospitali. Hii yote ni kutokana na watendakazi ni wachache. Sasa Mungu amenifunulia hiki kitu, kwa sababu mimi naenda sawasawa na somo, naenda sawasawa na mafunuo ya Mungu. Sasa kama Mungu amefunua na tayari ameshasema kwamba atakwenda kufanya kitu kipya katika maisha yetu, eti Baba akifanya kitu kipya hapa, tunapinga au tunakubali? Tunapinga au tunakubali? Tunakubali. Sasa Mungu amenifunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku nimeona katika huduma inayofanyika hapo, hata hawa wanaokuja kusaidia wagonjwa wasidondoke chini, wanakuja kwa ajili ya kujitolea tu. Wengine sio wito wao, lakini katikati ya kanisa kuna wito wa maombi hapa. Mungu amenifunulia. Sasa tunaweka tuwaweke, tunafaa